Anajua ya makuta kwa ajili ya kila kitu. Metu kwa jua kukompatre kwa jua inji yetu. Bongo kweli. Tunatoa tangazo kusema ya kwamba hatutaki kuongea na hao Wanyarwanda. Hatuna muda wa kuikala meza moja na kuongea. Tuisha kuingia mavita karibu ya 4 wala ya 5. Na kila vita beko banakuwa amo hapo tu. Naam, kama kawaida msikilizaji, ni majira ya mchana maeneo yote mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini ni majira ya usiku kwa wenzetu ambao tufuata vema huko katika nchi za Ulaya. Ujambo na karibu kuandamana nasi katika habari zetu za mchana leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale yanayoendelea kujiri mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Jina langu ni Ramsehi Ramadhani. Mpendwa msikilizaji, tunayo mengi ya kukujuza mchana leo, hivyo endelea kupata taarifa zetu kwa muda uliokuwa sahihi, na kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi, ili naendelee kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Moja kwa moja tufungue kurasa wetu wa habari za mchana leo na habari kutoka ndani ya mji wa Uvira, ambako meya wa muda wa jiji la Uvira Kifara Kapenda Kiki amefanya kikao kikubwa na waandishi wa habari mjini humo. Kikao hicho kililenga kuimarisha mchango wa vyombo vya habari katika kulinda amani wakati huu ambapo hali ya usalama bado ni tete mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika kikao hicho, meya huyo alisisitiza umuhimu wa waandishi wa habari kutekeleza jukumu lao ipasavyo na uzalendo, hasa katika kipindi hiki nyeti. Aliwaeleza wanahabari kuhakikisha wanatangaza habari zenye vyanzo vya kuaminika na kuthibitishwa, pamoja na kuepuka kusambaza taarifa zisizo na uhakika ambazo zinaweza kuchochea taharuki au kuhatarisha usalama wa mji. Kiongozi huyo alibainisha kuwa vyombo vya habari vina nafasi muhimu katika kuelimisha umma, kupunguza upotoshaji wa taarifa na kusaidia mamlaka kudumisha utulivu. Aidha, aliwataka waandishi wa habari kushirikiana kwa karibu na taasisi za usalama na mamlaka za mitaa ili kuhakikisha taarifa zinatolewa zinachangia kujenga amani badala ya kuleta taharuki. Baada ya kikao hicho, Bwana Julien Bashoga, mwakilishi wa sekta ya mawasiliano mjini Uvira, alizungumza na vyombo vya habari na kufanua kwa kina yale ambayo yaliweza kujadiliwa kwenye mkutano huo. Tunamshukuru meya wa mji kwa hiyo upendo ambayo anakuwa nayo kwa kuongoza jiji letu. Ni baba kabisa. Tunamshukuru pia mheshimiwa rais wa nchi kwa kumutuma tena ili kukuwe restauration ya autorité de l'État, kwa sababu wakati tulikuwa assiégé hapa na baagresseur wetu ilikuwa difficile kuona autorité de l'État katika mji wetu. Kwa hiyo meya wa mji ameita wapashwa habari kwa ajili ya waambie ya kwamba tunapasha kutumika mkono kwa mkono na kila mtu afanye kazi yake katika upendo na dhamiri na kwa kupenda nchi yetu na mji wetu wa Uvira. Kama vile mwakilisha wa sektor ya communication katika mji wa Uvira, ninawaomba wa journaliste wote tuungane mkono kwa mkono ili tufanye un travail de qualité ambayo itasaidia nchi yetu na kuonesha hiyo ambao meya wa mji amesema restauration de la paix. Ionekane ya kwamba restauration de la paix de l'autorité de l'État iko katika mji wetu. Kikao hicho kimeelezwa kuwa ni hatua muhimu katika kuimarisha ushirikiano kati ya uongozi wa jiji na vyombo vya habari kwa lengo la kulinda amani na utulivu katika jiji la Uvira na maeneo mengine jirani. Na tukisalia tu katika mji wa Uvira, ni kwamba wazalendo wapatikanao mjini humo waendelea kujimarisha usiku na mchana, wakiendelea na mazoezi ya kijeshi na maandalizi ya kukabiliana na adui kwa lengo la kulinda mipaka ya taifa na kudumisha usalama wa wananchi.
Wakiwa kwenye kambi yao, kiongozi aliyesimamia mazoezi ya siku amewataka wazalendo wenzie kuwa makini na motisha yao. Amewaeleza kwa nguvu kuwa lazima wawajibike kwa moyo wa dhati na kuto kuzingatia fedha kama sababu ya kupigana. Wakati wa zamani, mabingwa walipigana bila kupata pesa, na hata sasa ni muhimu kupambana kwanza, alisema kiongozi huyo. Aidha, mzalendo huyo ameongeza kwa wenzie kuwa serikali tayari imeweka mifumo ya haki ambapo kila mmoja atapata malipo na zawadi yake ikiwa atafanya kazi ipasavyo na kwa uaminifu. Kauli hiyo inasisitiza umuhimu wa uadilifu, mshikamano na kujitolea katika kulinda taifa ili kuhakikisha kwamba adui asipate nafasi ya kuzuru amani ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa ujumla, maandalizi ya kila asubuhi yanadhihirisha dhamira ya wazalendo wa tarafani Uvira kushirikiana kwa mshikamano na serikali ili kuhakikisha amani, usalama na ulinzi wa mipaka barani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ça va. C'est bon pour dire que askari jeshi ni mtu anakuwa na morale. Hakwake dekuraje na kitu kwa kidogo. Unajifanya tu sasa mwenyeko bia hata una bien. Na usifate bisemisemi ya watu wengine jupiganie inji. Hatuwa na jua ya makuta kwa jua ya kila kitu. Metu kwa jua kukompatre kwa jua inji yetu. Bongo kweli? Donc ya franga, bisipo ya franga, sasa tuko jua kupamba. Pambana. Morali kwa wapi? Juu. Morale wapi? Juu. Ok, nda profite kwa kalala mamuvema hapa. EPDC muko? Tuko! EPDC muko? Tuko! Kweli? Moral? Juu zaidi. Ok, nipenda hata tudilemu ile neno, ile slogan yetu ni askar. Kama unaijua? Okay, tunaimba. Sisi ele na mama ndombolo, sisi ele na ndombolo, sisi ele na mama ndombolo, sisi ele na ndombolo, sisi ele na mama ndombolo, sisi ele na ndombolo, sisi ele na mama ndombolo, sisi ele na oh elena lati kombati matako parara nyari kipande ndombolo, sisi ele na mama ndombolo, sisi ele na lati kombati matako parara nyari kipande ndombolo, sisi ele na mama ndombolo, sisi ele na nyonga atunyonga kitena cheza atucheza kitena sababu ya nini madawa binazi kuya atukuya kitena sababu ya nini madawa binazi swera atuswera kitena sababu ya nini madawa binazi atutomba kitena sababu ya nini madawa binazi ndombolo sisi ele na mama ndombolo sisi ele na ndombolo sisi ele na mama ndombolo sisi ele na ndombolo sisi ele na mama ndombolo sisi ele na mama ndombolo sisi ele na elena kipande ndombolo sisi ele na mama ndombolo sisi ele na ndombolo sisi ele na mama ndombolo sisi ele na ndombolo sisi ele na mama ndombolo sisi ndombolo sisi ele na mama ndombolo sisi ele ka atunyonga kitena ni madawa inazidi atukula kitena ni madawa inazidi atunyamba kitena sababu ya nini ni madawa inazidi ndombolo sisi ele na mama ndombolo sisi ele na ndombolo sisi ele na mama ndombolo sisi ele na nyari kipande ndombolo sisi ele na mama ndombolo sisi ele ndombolo sisi ele na mama ndombolo sisi ele na ndombolo sisi ele na mama ndombolo sisi ele na azowea kule azowea kama mimi na
kufa hapa na zika mimi hapa peleka mimi msani kwa wazazi wangu hapa kufa peleka mimi kibonge chani watajenga Kongo kibonge nini mama vijana waliwaambia Na habari nyingine ni kwamba baada ya ujumbe uliotumwa na mmoja wa makada wa jamii ya Watusi unaosema kuwa Wanyarwanda wanaoishi katika maeneo ya nyanza za juu za tarafani Uvira, Fizi na Mwenga wanaomba kukutana na viongozi wa makabila ya Wabembe, Wafulero, Wavira, Wanyindu kwa lengo la kuombana msamaha na kurejesha uhusiano wa kuishi pamoja kwa amani kama ilivyokuwa zamani. Majibu kutoka kwa makabila hayo yameanza kujitokeza. Katika ujumbe huo ilielekezwa kuwa hatua hiyo inalenga kufungua ukurasa mpya wa maridhiano, kuimarisha mshikamano wa kijamii na kupunguza hali ya taharuki ambayo imekuwepo katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini. Waombaji wa mkutano huo wamesisitiza umuhimu wa mazungumzo ya wazi kati ya viongozi wa kimila, kijamii na kisiasa ili kujenga tena imani iliyoyumba. Na kupitia ombi hilo, sasa baadhi ya wafuatiliaji na viongozi wa wawakilishi wa makabila hayo wameanza kutoa msimamo wao kuhusiana na ombi hilo ambalo limeombwa, wakutaka waweze kukaa chini na kuweza kuzungumza. Mpendwa wa msikilizaji, na kusihi sasa kusikiliza majibu ambayo yameanza kutoka kwa baadhi ya watu kuhusiana na ombi hilo ambalo limeombwa na kada huyo wa Watusi kutaka wakae chini tena na kabila ya Wabembe, Wafuleru, Wavira pamoja na Wanyindu kwa ajili ya kuweza kutengeneza kwa kuepuka hali ambayo endelea kuripotiwa kwa sasa ya vurugu kila kukicha maeneo ya Minembwe. Hili ni tangazo tumelileta kwa washefu kutimie wa hizo tribi, kwa autorite wa hizo tribi. Tunakatala katukatu kukutanana na hao mabebero na hao maadui wetu. Ninajua ya kwamba ni miaka 30 hao Watusi, hizo ngotani za Rwanda ziko zinatutesa kwa ajili ya kunyang'anya udongo, watumalize, watutawale. Na hakuna mkimbizi ambaye ameshawahi kufanya hivyo. Mkimbizi mwenye alikimbilia mwingine muinchi ya watu kwenda kuomba hifadhi, anafikaka pale anafanya mashughuli wake tu kwa ajili ya kutafuta chakula kimaisha tu, lakini aendaki na silaha mfukoni mwake kusema ya kwamba aende pindua serikali ya watu, na iko mkimbizi. Ndo maana hizo ngotani hizo antuka wanatushangaza sana, na walishaka shangaza ulimwengu wote mzima, kwa sababu hawana nchi, hawana udongo, hawana nafasi ya kuishi. Hivi waliona ya kwamba walisha shindwa na vita, wamepigwa, ndo sasa wanaanza kulalamika eti wakutane na Wafuliru, Wabembe, Wanindu, Wavira kwa ajili ya kuongea, waombe msamaha. Tunatoa tangazo kusema ya kwamba hatutaki kuongea na hao Wanyarwanda. Hatuna muda wa kuikala meza moja na kuongea mpaka Yesu atakapokuja. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mabaya ambayo walitufanizia na kwa leo wako wanatufanizia. Ninajua Mfuliru hakukuwa anajua kuua, Mubembe hakukuwa anajua kuua, Munindu, Muvira,
lakini watu walileta haya mambo ni hao Wanyarwanda. Ninajua kiukweli walikimbia kutoka Rwanda wakaomba hifadhi Kongo, tukaishi na amani bila shida yoyote, lakini wakatugeuka, wakaanza kutuua, wakaanza kutumaliza, wakaanza kutupora mali. Miaka 13 FNL tumeuliwa, wali masakre wakapora. RCD tuliuliwa, tumeporwa, tukawa viole na mambo mengine machafu walitufanizia. Tunaenda ku CNDP vile vile, tunaenda ku M23 ya kwanza vile vile, M23 hii ya leo ni vile vile. Na kwa hiyo miaka 13 vikao vilikuwa vinafanyika, mazungumuzo yalikuwa yanafanyika sawa hii yenye wako wanataka kufanya leo, eti mazungumuzo ya kuomba msamaha. Wakishazungumuza na kuomba msamaha, wanaona hawa jamani biwelewele, kisha wanaenda kujipanga tena, wanakuja tena kutupiganisha na kutuua na kutupora mali. Hatutaendelea mwa hiyo mchezo wa Kongomani, tusiwe biwelewele, tusikubaliane na hilo jina wanatuita eti walishaka tuelewa sisi ni bichunchu, eti tutake tusitake watatutawala tu na tutakuwa tini ya ulinzi wao, tutakuwa wa esclave. Ndio gisi wako wanaongea. Sasa tukisema ya kwamba eti tuwakaribishe kwa mambo ya msamaha, antuka itakuwa shida kwetu. Tutamaliza kufanya hilo, kisha wanaenda kushipanga tena, wanakuja tena kutupiganisha na kuendelea tena kutumasakre na kutupora mali. Kumbe hilo jambo tunalikatala. Mimi sibaitaki Banyamulenge na waitaka Banyarwanda. Na tuwe ange na hii maombi hawa ndugu wanatutesa sana, balitutesa sana. Tukianza kukumbuka mambo kwa tulitoka na hapa bandugu wetu Banyarwanda ni miaka ya mingi. Tukianza kukumbuka kisi tulikuwa nabo Fizi, tunawapokea Fizi wanasoma ma-institute pale, tunapokea Baraka, Mboko, nafasi yote ile tulikuwa tunaweta bandugu yetu kweli kabisa. Na hata abo leo baba Banyarwanda banapaswa kusema ndani ya Babembe, Bafulero, Banyindo hakuna mtu mwa ile miaka alionyesha ubaguzi. Na abo beko banasahau kitu kimoja, kwamba Mfulero alikuwa analala, Mubembe alikuwa analala, Munyindo alikuwa analala, Muvira alikuwa analala, na makabila zingine zote za Kongomani zilikuwa zinalala. Hatukujua vita, hatukujua chochote. Wao tena njoo walileta vita, kwa sababu wao wanajionaka wao walisoma, wao wanajionaka wako na pesa, wakaenda kujiunga, wakadanganywa na Kagame na Museveni purke bakuye kupiga mandugu yabo. Njoo sie tulikuwa tunatoka kumavitanda, tunabachia mavitanda banalala, na abo Banyarwanda banajua vile très bien. Hakuna nyumba ya Mubembe wala Mfulero kwenye Mnyarwanda alikosa kukaribishwa vizuri na kuishi vizuri. Wao ndio walianzaka na wakakosa kujitambua. Tuisha kuingia mavita karibu ya 4 wala ya 5, na kila vita beko banakuwa amo tu. Tukamate AFDL, tukamate RC, tukamate ya Ondekane, tukamate RCD, mpaka tunakuya wakati ya CNDP, na mpaka vitena banakuya abo beko tu mbele. Mie kwa upande wangu naona kama ni maskarade, ni kama wanacheza na akili yetu, kuona wabatu mbo tuende nabo kwanza hivi tubombe msamaha, kisha kesho tena bakwe kurudia mwele merere. Mimi naona tusirudi yake ile merere. Kama habo banasema ni Banyarwanda baende Rwanda, na kama nasema si ni Banyarwanda, tunataka tusikilizana Bafulero bakubali ni Banyarwanda, serikali ikubali ni Banyarwanda, na ile tunaitaka ile identite wala tuite uraia isilombwe kwa tuti ni community, ilombwe kwa mtu mmoja. Hata tunaenda Amerika hapa, kila mtu anatuma maombi yake
akuwe reconi comme akuwe naturalize kuwa americain, me hata kuwa americain. Me abo mara beko mbele mara beko nyuma, bakitupiga sana abatalomba tukutane. Na ile kitu se wakongomani tuiangalie vizuri sana, tusende nayo haraka. Kama banaona abo ni Banyarwanda na banazidiwa na vita, banalomba Bafuleru, Babembe, Bavira, tukutane, tuongee, tuombane msamaha, badepoze kwanza maarme zote, bazitoe ku serikali, njoo tutukutana nabo tuongee. Kama bayafanya ile kitu juu mpaka hivi Minembo banapigana, utakutana bazazi banasema hivi batoto beko ngambo ya M23, habitawezekana, hatutaelewana nabo. Kongo ni wakongomani, na kila mtu mwenyewe anapenda kuja ajiunge, akuwe mkongomani, akuwe rekoni individuellement. Huyu ni Mnyarwanda analomba identite ya Kongo, akubaliwe, sheria zifanye kazi yake. Jua baisha jaribishia sana. Hata msamaha Babembe wanasemaka hivi, ichimolemo nyama mana bamabele taele sobilunge machele makusudi. Banyarwanda baishafanya makusudi. Swali yangu ya kwanza ni juu ya nini boa bafanyaki wakati kama amani iko bapendaki tulombane misamaha, lakini tukisha kwa katika vita bakiona sasa vita inabajia kilo, njoo banaanza kulomba misamaha. Kama abaya pigwa abalombake misamaha, ni sababu ya nini? Swali yangu ya pili, ile wanasema Bafulero, Babembe, Bangindo, Bavira bakutane kwa kulombana msamaha, bataenda kukutania mugini gani, fasi gani? Na cha mwisho changu, munaona sie Babembe tunakuwa na akili moya yenye atuye kama tunakuwa namna gani. Tunawaza labda si tunakalimuka sana, kumbi si zaidi sana. Juu asili yetu si Babembe, Bafulero, Bangindu na Bavira. Wakati benzetu hawaye ingia musiasa, sie tunakuwa tunajua sana kabisa. Wakati hawaye ingia musiasa tunakuwa tunajua sana. Na juu nyinyi mnapenda sema sana. Leo hii unasikia inaambiwa kama si basoda bote turudie ku front, tutoke ku front, tusipige tena adui. Mwenye atapiga adui serikali itamfuata. Unaona vile? Ile politiki deja baisha ingiza kusema kama ku front kusikale mtu. Turudie si bote tusipige adui. Abo nabo huku Banyamurenge banageuza neno kusema tulombane misamaha. Unaona, doke yote ni play moya. Balishi ingiza politiki ku gouvernement, banaenda ingiza politiki mukabila ine, lakini sababu ya kutokujua kwetu mutageuza benye mimi nasema benye mimi sikusema na biko nasemekana. Hivi ku front tunaambiwa turudie nyuma, tufanye retrait stratégique, tusipige adui. Leo hii Banyamurenge banageuka banasema kama tulombane misamaha. Sasa ile retrait stratégique ya kusema si tutoke mu front tusipigane, inamaanisha ni amani ama ni kupenda kunyang'anya nchi? Hayo ni maoni ya baadhi ya watu ambao wameupokea ujumbe ule ambao ulitumwa na wameanza kujibu kadri ya jinsi ambavyo wameupokea. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, labda na wewe ambao unatusikiliza una maoni gani kuhusiana kile ambacho kada hule alikizungumza, kusema ya kwamba anahitaji Wabembe, Wafulero, Wavira wakae chini pamoja na jamii ya Watusi ambao wanapatikana kwa Minembo kwa ajili ya kuweza kujenga, warejee katika hali yao ya zamani ilivyokuwa, kwa kuepuka madhara ambayo yanaendelea kuripotiwa kila kukicha. Sasa sijui wewe unaonaje, una kipi cha kuzungumza pia kuhusiana na ombi hilo ambalo wameliomba kwa kutaka kwamba waweze kutengeneza? Tuandikie kwenye comment hapo, utakuja kusoma, tuambie unatufuata kutoka nchi gani. Itakuwa moja kati ya fursa kwetu ya kujua maoni yako pia ni yapi kuhusiana na ombi hilo. Na hapa ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za jioni ya leo, lakini nakusihi kuendelea kufuatilia habari zetu ili endelee kupata habari za ukweli na za uhakika kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhan. Wale ambao walikuwa wakituandikia maujumbe kupitia namba zetu za simu, kuna marekebisho kidogo ambayo yamefanyika. Kwa sasa unaweza kutupata vema kupitia namba hizo ambazo zipo hapo kwenye video ambao unaitazama kwa sasa. Mpaka hapo tunaweka nukta. Tukutane katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwa heri.